Asante mkuu. Nipo tayari kufanya chochote utakachoniagiza. Nitaungana na washirika wenzangu kufanya chochote kile, na niko tayari kwa jambo lolote. Nyumbani mbali, Jaude tarudi nyumbani, Jaude tarudi. Wifi. Karibu. Asante. Shikamo. Marahaba, karibu. Asante. Naona mwenye mambo ya usafi hapo nini. Kwanza bora hata ulivyokuja unisaidie tu hivyo hivyo. Umeanza na wewe. Mwenzako na wai. Kwanza nilivyokumisi. Ungebaki tu hapa. Nimekuja kuna jambo moja tu nataka nikwambie. Haya, niambie. Unapenda umbea tena. Utasiputa wewe. Mie tena. Mwenzako kakaangu. Kudi. Kipenzi changu mie. Afanyaje tena? Wewe, siseme. Mbona simuelewi? Changanya kidogo. Mzee Coleman. Nipo baba. Karibu baba. Asante. Habari za mjini? Safi. Ndio baba. Mazingira yamebadilika. Bwana, wajibu yamebadilika. Najua tena uko vijijini baba. Ndio. Waka kule pole. Lakini sasa hivi kama unavyoona baba. Karibu sana. Bwana baba, mjomba wangu mimi bwana, nadhani mnajua muda mrefu hapa kijijini kwa siku. Sawa, na niliondoka mimi bado mdogo sana. Na katika urithi wetu sisi sisi wewe ndio ulikuwa mshahidi. Wakati mjomba anakabidhiwa mali atushikilie. Sasa leo hii naona umri wangu umefanyaje? Nishakuwa baba. Nahitaji mali zile. Sawa. Mali zile ni za kwako na rehemu baba yako wakati anamkabidhi Kiangala. Mimi nipo mji huu. Ni shahidi mkubwa katika kijiji hiki. Na nimebaki mimi tu ndio shahidi niona baba yako anamkabidhi Kiangala urithi, ila kwa wewe ukiwa mkubwa uchukue mali zako. Leo umekuja utapata mali zako, jiandae. Bwana mimi ndio kwa maana nikaona ngoja nije kwa mzee wangu hapa. Nijue hatimaye ni nini. Umepata baba. Ishara. Haya baba, asante. Mzee Coleman. Ndio mimi baba, asante. Naona madogi kama kawaida. Hao wamekuja, hao wamekuja. Sasa mzee wangu. Ndio. Jilisi kidogo hapo. Ndio. Ndio mzee wangu. Haya baba, asante baba. Shangazi! Rudi tena! Mama! Shangazi! Shangazi! Rudi tena! Mama! Mume wangu, mbona hivyo? Nilikuwa nakufuatilia muda mrefu. Nilikuwa nakunyata. Nilikuwa naenda kumbembeleza wifi. Wewe sauti ya wifi inakuhusu?
kimekuleta ufuatilie mambo ya ndani? Sikiliza sasa nikwambie. Nisikilize kwa makini. Fuata kilichokuleta, lakini masuala ya nyumba hii usifuatilie hata kidogo. Na ukiendelea kufuatilia utarudi kwenye kimagereza. Ndio mzee Coleman, nimekuja kwa ajili ya kusikiliza wito wako. Sawa bwana Kiangala, mimi nimekuita hapa, nimemwona mkwe wako Kudi ukishafikia anataka ulisi wake, mirasi yake unayo wewe. Wakati unakabidhiwa, sisi ndio wazee wa kijiji hiki tunajua kabisa umepewa kwamba Kudi akikuwa umpe mirasi yake. Kudi? Kudi. Hatuju samani Hatuju mlembo na tunu ya kijiji chetu. Unaelekea wapi mama? Naelekea pale kwa Dr. Manaji. Naenda kumchukulia mama dawa maana zimekwisha. Oh, pole sana kwa kuuguliwa. Asante. Lakini Hatuju, mimi naulizia kuhusu jibu langu. Vipi? Mbona kimya sana mama? Unataka nikuambie nini? Nikuelekeze nini kila siku? Si nimekwambia kuna mwanaume ambaye nampenda hapa kijijini? Kwa nini unielewe? Hatuju, fimbo ya mbali hayui nyoka. Hebu nikubali mimi. Kwani mimi nina kasoro gani Hatuju? Mbona mimi nakupenda sana na kila siku nakwambia Hatuju, mimi nakupenda. Hebu nikubali mama, kwani mimi nina shida gani? Sikia nikwambie, mwanaume ninayempenda hapa kijijini ni Kudi peke yake, na namsubiria atoke mjini aje anioe. Hatuju, fimbo ya mbali hayui nyoka. Hebu nikubali mimi, kwani mimi nina kasoro gani? Alafu huyo mtu ambaye unamsubiria ana mtu wake na amekuja hapa kijijini yupo. Alikuwa mdogo Kudi, babake amekufa mapema na babake anakabidhi ulisi, anakukabidhi sisi kwa wazee wa kijiji hiki kama si mashahidi. Kiangala anataka kumdhulumu mkwe wake hivi hivi mali ya ulisi wa babake. Watoto wa mjini wanaita piskali, amekuja na bonge la mtu. Kwa nini Hatuju usinikubali mimi? Hebu nikubali mimi, tuendelee na maisha mengine Hatuju, mimi nakupenda. Hebu rudia maneno yako. Ndio kama nilivyokuambia Hatuju, Kudi ana mtu wake na amekuja naye. Hatuju, swala la kwenda mjini sahau kabisa. Hebu kubali, nikubalie mimi ili tuweze kuishi wote. Sikia nikwambie, kaa mbali na mimi, achana na mimi, achana na mimi Hatuju.
Odi. Odi. Asante. Karibu. Pole shoga yangu. Mkeka uko wapi? Kalabla. Nashukuru sana ndugu yangu kukukuta katika njia hii. Na jambo moja tu nataka kukuuliza. Naomba uwakanye wadogo zako. Kitendo wanachokifanya shambani kwangu sio kizuri. Na kwa kifupi sijakipenda. Wanakuja kule wanaharibu mchungwa yangu, wanang'oa miwa, wanakatakata ndizi. Yaani kama shamba vile la kwao. Unajua mimi nakuheshimu ndugu yangu. Tusije tukavunjiana heshima kwa sababu ya wadogo zako. Nakuomba chonde chonde kazungumze nao. Sitaki mazoea na shambani kwangu. Kiangala, labda tu nikwambie kitu kimoja ambacho wewe ukijui. Ninachoamini hata nitakachokisema hutonielewa. Mimi wale ushakatana nao mawasiliano kabisa ni muda mrefu tu. Kwa maana wao na maisha yao na mimi na maisha yangu. Ndio kitu ambacho nitakachokuwa nakueleza sasa hizi. Niweke akilini hilo. Hicho unachokitafuta kwangu mimi sio umeelewa lakini Moza, tukae hapa. Pole. Achia mti. Achia mti. Huu ndo unapatia nguvu. Na kushika Moza, niamini basi. Siwezi. Pole sana shoga yangu. Shapo. Nisaidia kunyosha nguvu. Pole rafiki yangu. Aleta sankuwekea hapa. Pole shoga yangu. Kama unavyoona. Haya ndio unaopitia Moza. Moza mimi napasua. Yaani sina hata raha. Yaani usichokijua. Yaani ikifika ile muda yetu. Hii miguu inawaka moto. Nachukua naiweka kwenye ndoo ya maji. Lakini hali iko pale pale. Maumivu nayapata ni kwenye kiuno. Pole sana shoga yangu. Haya mambo yote yanasababisha wewe mwenyewe Moza. Kwani usikubali kutokana na hii adhabu? Maana hii ni adhabu unayopitia rafiki yangu. Umefanya vitu vingapi mpaka utaki kufanya na hivi?
unavyoniona shoga yangu, yaani kutoka ndani mpaka hapa tu, yaani natumia kujiburuza. Mimi nitafikaje huko unapotaka nifike? Wewe usijali Moza, muda ule ukishafika wewe jiandae, mimi nitajua nifanye nini. Haya basi, mimi acha niende. Naomba nisaidie simu yangu. Hizo ni siasa za Mwalimu Nyerere. Wewe ndio uliosababisha haya yote. Kitendo cha kuuza mali zote za urithi na kuwadhulumu wadogo zako ukahamishia kwa mkeo, ndio unafanya wadogo zako wanahangaika mitaani, wanakuwa kama mbwa. Hana tofauti na Mungu. Kila kona ni wao tu, kila kona ni wao, lakini haya yote umeyataka wewe. Ndugu yangu, kwa kifupi ulichokufanya sio kitu sahihi. Sasa tusaidie. Kwa hiyo hebu mimi nikupe nafasi moja, ikiwezekana sasa upeleke kwa mwenyekiti au utafanya lolote, wewe ndio mwenye maamuzi, sio kwa utakuwa umekosea. Sasa lakini ninavyohisi hata tabia ya ulevi wa wadogo zako ndio unasababisha. Unafanya wanakuwa na mawazo sana. Unakuwa na roho ya kishetani ndugu yangu wewe. Ngala, nataka nikufahamishe kitu kimoja ambacho wewe ukijui. Siku zote jitahidi sana kutazama unachokiona, na usipokiona unachokitazama, amini kwamba watakuona wale wanakutazama. Siku zote mwenda kwao haogopi giza. Siku zote ukiona kimefunikwa, ndio kuna jambo ndani. Mkuu, nimemleta huyo hapa. Nimetumia mbinu zangu zote za kichawi mpaka amekuja hapa. Mkuu, kwanza naomba nitangulize kuomba radhi. Naomba unisamehe kwa yote niliyoyafanya. Naomba unisamehe na naomba pia uniondolee hii adhabu. Nateseka mkuu, usiku silali, mimi napata mateso makali. Niko tayari kufanya kila kitu utakachoniambia mkuu. Naomba unisamehe, nionee huruma. Niko tayari mkuu wangu, chochote utakachoniagiza mimi niko tayari. Nateseka. Nimekuelewa. Yaani nikwambie kitu, yaani kuheshimu, mheshimu. Kwa kifupi, heshimu heshima. Asante mkuu. Nipo tayari kufanya chochote utakachoniagiza. Nitaungana na washirika wenzangu kufanya chochote kile, na niko tayari kwa jambo lolote. Nashukuru. Nashukuru sana. Nilikuwa napata mateso makali. Sitarudia tena mkuu. Naomba nisamehe. Mpaka umeinuka, nimekusamehe. Kwa hiyo kuwa huru.